Leo nasikia raha kubwa sana sababu nimepokea ndugu yangu hapa province ya Sud Kivu. Gavana wa Kivu Kusini Patrick Busubwangwi pamoja na Bahati Musanga Erasto wa Kivu Kaskazini, wote kutoka upande wa AFC M23, wakutana katika vijiji mbalimbali hasa Nyabibwe na Mukwija wilayani Kalehe. Sana. Unaona mimi nawaletea mgeni. Ndio mnakoza mnamuona? Mimi nawapa tayari. Unaona mimi nawapa habari. Tunafurahi kwanza kwa mapokezi. Mlifanya vizuri kutupokea. Mlishinda hapa kujua na mnatuchunga. Mkashikaza. Tunafika mungali mnatuchunga. Tunasema asante sana. Huko watangaza kujenga uhusiano kwa ajili ya kujenga umoja wa wao na baadaye wa wakazi katika uongozi. Kwa ndugu na tunatumika pamoja. Sasa mimi nilikia kuwafundisha na nyinyi mapendo, mupendane, muache ubaguzi. Sisi hatukuwagi na kabila. Kabila yake na ndio yangu ndio yake, nao watu wetu wote wanatusindikiza. Sisi tuko na kabila moja, tuko Wakongomani. Bahati Musanga Erasto amezungumuza na wanahabari katika mji wa Mukwija. Nawaza sisi tuko mtu mmoja. Fasi nyingine Kinshasa na manchi zingine wa viongozi wanakutanisha na kiongozi mwenye kwa juu yao. Lakini sisi kwani tuko napiganisha mabadiliko, tunakutana sawa. Leo hatukutane na kuko kiongozi mwingine mwenye kwa juu yetu, hapana, hatukutanisha pale. Sisi tunakutana kama watu. Kutia nguvu pamoja. Nilitoka Goma kufika hapa, nichongee ndugu yangu, tutie nguvu pamoja, tujenge. Tutajenga Nord Kivu, tutajenga Sud Kivu pamoja sawa watu. Kuna kule Kivu Kaskazini unahubiri umoja, ubaguzi wa ukabila, FDLR. Hii ujumbe unaileta, kwa nini unaileta Kivu Kusini? Kwani ubaguzi wa ukabila ndio shida inasonga nchi. Nchi yetu kwa mapenzi, tunapendana katikati yetu, vitu vyote vinaweza kuwa sawa. Hizi vita zote zenye unaona za insecurity zote base ya vyote ubaguzi wa ukabila. Tufundishe mwenchi yetu, mweneo yetu, Nord Kivu na Sud Kivu, nafasi nyingine kwenye hatu ya kamata, tufundishe watu mmoja, itatusaidia kuleta amani nafasi yote. Pamoja na hayo, Ebola. Nawaza Ebola iko naua wandugu zetu Ituri na Butembo na Beni, lakini Ebola mweneo zetu, kwani tuko na Mungu. Tshisekedi aliipolitize akatafuta kusema kama sisi hatutaweza piganisha Ebola, lakini tuko na nguvu zetu na nguvu za Mungu tuliweza piganisha Ebola. Leo hii Ebola tunaikontenir, tunaipiganisha kushinda fasi nyingine kwenye ile swandi za gouvernement iko na mamwae zote, lakini nashindwa, lakini sisi tunaweza. Ndio, siku zilizopita ulilalamika kuhusu Minembwe, leo umetulia. Leo binatulia Minembwe saa hii, ndugu yangu vice gouverneur wake iko Minembwe na viongozi wengine wa chama wako Minembwe. Leo hii Minembwe inatulia, na sisi msiku kidogo kama Gitsa nasema tutaenda patia population ya Minembwe pole. Huko mwenzie wa Kivu Kusini Patrick Busubwangwi akisema hatua hiyo itasaidia uongozi bora. Leo nasikia raha kubwa sana sababu nimepokea ndugu yangu hapa province ya Sud Kivu. Na hiyo ni kuonesha example, tutaenda ile chama inaenda kuonesha Kongo nzima. Kwa gouverneur hivi tuko na province mbili na banana, ce sont des provinces jumelles, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Ndio maana na sisi kama viongozi wa hizo province mbili tunatumika pamoja kwa kila kitu. Tunasikia shida za watu ambayo wanasema tax Nord Kivu, Sud Kivu. Tunaenda kukala, tuongee, tuangalie sisi tutatatua hizo shida za population zetu. Sababu hizi province mbili zinajidisha. Chakula toka Goma na kuja. Minere natoka huku, naenda huku. Biashara natoka huku, inaenda hivyo. Vice versa. Na ndio maana
tulisema sasa sisi tutakuwa natumika pamoja kuona jinsi tunaenda kutatua shida za population yetu, na ndio raha kubwa sana tuko nayo kuona kiongozi anatoka kwake, anaacha kazi zake zingine zote, anakuja hapa, tukae hapa Kale, tutumike pamoja, tuendelee naongoza raia yetu na tulete masolution kwa shida zao. Viongozi hawa wameanza mikutano ya hadharani na wakazi katika vijiji mbalimbali wakiwa pamoja.